Kama ndio kwanza unaungana nami, karibu sana. Hii ni Habari Wikendi. Tunayo mengi usiku huu tumekwisha jadili, lakini mengine tunaendelea kuyajadili, na kama ambavyo nilikuwa nimekufahamisha kwamba leo tunaangazia namna ambavyo tunaweza kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujinufaisha, kupata manufaa na kuweza kuyafurahia zaidi. Na tumemwalika hapa studio Zero Brainer kama ambavyo nimekuambia, lakini jina lake maarufu ndio hilo. Jina lake ambalo amepewa na wazazi wake ni Fanuel Masamaki. Karibu sana. Asante sana. Uko vizuri? Niko nikae vizuri, maana sikawi kupigwa chenga moja hapa tobo alafu ikawa heka heka. Kwa nini Zero Brainer? Manake video zako ukizitazama zinatumia akili kubwa. Kwa nini Zero Brainer? Zero Brainer ni kwa sababu ya vitendo ambavyo kwa kawaida singepaswa kwa mafikiri ya kawaida ni jambo ambalo usingeweza kufanya. Kwa hiyo tumeita Zero Brainer kwa sababu ya matendo ambayo tunayafanya ni kama watu ambao wasiokuwa na akili. Watu ambao kidogo wametoa ufahamu. Unajitoa ufahamu. Video yako ya kwanza kuitengeneza ilikuwa inahusu nini, unakumbuka? Na ilikuwaje ukaamua kusema mimi wacha nijikite huko? Manake vipo vitu vingi vya kutengeneza. Video ya kwanza kutengeneza so video za mpira. Ilikuwa ni video ambazo ni comedy tofauti, lakini na pia nilikuwa siongei pia, ila kupo ni comedy ambayo hausiana na mpira kabisa, ila baada ya kuingia kwenye mpira unaonekana kuwa kuna opportunity kule. Hapo tunatamani kufahamu zaidi kwamba ulipotengeneza ya kawaida ukaona haina mvuto, sivyo? Ama ilikuwaje mpaka ukasema kwa ufuasi huu acha niingie huku kwenye mpira moja kwa moja? Video ya kwanza kutengeneza nilikuwa nikiposti, kwanza nakumbuka ilikuwa ni like 2, just like 2, lakini kadri nilivyokuwa nazidi kwenda video zile ikifika like 60 TikTok unashangilia. Kwa hiyo ina maana kwamba baada siku moja kufanya video ya kuhusu football, ilikuwa ni video ambayo ilikuwa ni ya Simba na Yanga. Video ya kwanza kucheza kuhusu football ikaenda mpaka viewers ilikuwa ni 50,000. Kwa ngoja nikaona umejipata. Huko ndo nimejipata. Kwa acha niende na sports. Alafu na pia mimi pia napenda soka. Kwa hiyo kwenda kule kwangu ikawa ni rahisi sana kufikiria mambo ambayo yanahusiana na sports. Ni rahisi ama ngumu kiasi gani kutengeneza maudhui ambayo hauzungumzi lakini yanafika kwa kadri ambavyo wewe umetamani iwe? Ugumu unakuja pale ambapo ukiwa unafanya kazi alafu na hicho kitu ambacho unakifanya kimelenga hasa watu fulani. Unajua kuna ile hali kuna video ambazo ukizifanya huwa zinalenga sana wa China, huwa zinalenga sana wa Brazil. Sasa ili kumfanya aelewe Mtanzania au aelewe mtu mwingine kuwa kidogo na kwa kipengele. Kwa hiyo inabidi kidogo ufanye vitendo ambavyo hata mtu kiangalia asema hapa namsha kitu fulani. Kwa ina maana kwamba kuna hali fulani tu, ujanja kidogo tu, ili kuweka mtu aelewe, ni ujanja kidogo tunatumia. Kwa hiyo na sisi tunaotazama tuwe Zero Brainer. Maki tuelewe. Tunaingia kwako sasa. Sawa. Mtazamaji, ni kukumbushe tu kwamba Zero Brainer pamoja na kutengeneza maudhui kwenye mtandao wa TikTok, lakini pia Instagram ambako kumekuwa na video hizo na pendwa kwa kiasi kikubwa sana, kimemfanya kuwa miongoni mwa Watanzania ambao wana wafuasi wengi sana, lakini pia kimempa hata tuzo ya TikTok, kwa maana TikTok Awards ambayo ipo kwenye upande wa utengenezaji maudhui kwa michezo. Hii ilikuwa mwaka jana 2024. Tuzo hii inakupa deni kiasi gani? Tuzo hii yanifanya nizidi kuumiza kichwa sana, kwa maana mambo fulani nipate tuzo ni mambo ya mwaka uliopita 2023. Kwa hiyo 2025 nipate nafasi ile tena, inabidi nifanye kitu kikubwa zaidi ambacho nilifanya 2023. Kwa maana unaona kuna hali fulani hivi mabadiliko ya content tofautiana. Kama zamani kwa tunapiga sana penalty, sasa hivi usipige penalty. Sasa hivi labda upige foul. Kama zamani kwa unapiga foul, sasa usipige foul, upige penalty. Kwa maana kwamba inabidi yanatupa deni la kufikiria zaidi, isiwe tuame kule ili tusitoke kwenye sports. Tuame afu kitu ambacho kina ubora na ukubwa sana. Ulitarajia tuzo hiyo? Kikweli sikutegemea, ila nilikuwa naamini kwamba nastahili
kupata tuzo kama zile, kwa maana ilikuwa so mara ya kwanza ya kuna tuzo ya Global Soccer Digital Award ambayo ilikuwa inafanyika kule Dubai, ambayo ndo tuzo kubwa namba 3 kwa ukubwa duniani, ambayo kwa upande wa sports, lakini ya ukiacha na Ballon d'Or kuna ile FIFA afu sanafuata Global Soccer. Kwa ile pale nilikuwa nominated, afu baada ya pale kwa nominated ikawa nisho kupigiwa kura na mashabiki zako, ya wakaandajika watu 8 ila mimi nikashika nafasi ya 9. Kwa hiyo ina maana walioenda ni wale ambao wako kwenye ile listi kwenda kwenye mchujo unaofuata. Yeah. Lakini ulifanya kazi kubwa, hongera. Nashukuru sana. Sawa. Kuna kwa mwaka huu 2025 kuna umetajwa pia kama miongoni mwa watu wa kufuatiliwa kati ya wale watu 50. Pengine hii unaweza kutuambia zaidi? Hii hapa imenipa ukubwa sana kwenye kidunia zaidi. Kuna siku niliposti hichi kitu, lakini nahisi watu wengi sana hawakuwa wameelewa ya discover list ya TikTok. Yaani ile ni ile ambao wanaangalia dunia nzima, creators wako wengi sana, ila sawa wanaamua kutafuta wale ambao ni top, unajua ile ya sasa. Mimi nipo kwenye top 50, ilikuwa wale creator bora 50 wa kuzingatiwa kwa mwaka huu, ipo kwenye list. Kwa ile pale imenipa nafasi kubwa sana, alafu na imenipa heshima ambayo nastahili kuipata. Sasa nikurudishe nyuma kidogo. Kuna mtu ambaye wewe alikuvutia kuingia kwenye uanzishaji wa maudhui ya namna hii, na pengine sasa mtu mwingine ambaye anatufuatilia kwa sasa anahitajika kufanya nini anapotaka kutengeneza maudhui? Kwenye sehemu kutengeneza maudhui, kabla ya sports, mimi kiukweli nilikuwa nafuatilia sana Kabilame. Kabilame ni mtu ambaye alinipa hamasa kufanya hivi kwa sababu yeye pia mwenyewe haongei. Kwa hiyo baada ya yeye kuwa miongoni mwa wale sio miongoni, baada ya yeye kuwa ana leads pale juu kabisa, yani kwamba yeye ndio kiongozi wa kwenye TikTok, ikanipa hamasa kwamba na mimi pia nafanya kitu kama hichi, kikanipa maisha baadaye, ila mwanzo nilikuwa nafanya kama jokes. Lakini kwenye sehemu ya sports, kikweli mimi namshabikia sana Ronaldo. Ndo mtu ambaye akifanya tendo uwanjani hata kama kajikwaa, wewe unayo hiyo. Mimi napita nayo. Kwa hiyo Ronaldo mimi ndo mtu ambaye namfuatilia sana, na pia ndo mchezaji ambaye namkubali sana. Kwa hiyo na mtu ambaye anataka kufanya kitu ambacho kinahusiana sana, cha kwanza ni asikate tamaa, afu na pia asisikize maneno ya watu, maana maneno kidogo yanafanya mtu arudi nyuma, kwamba hauwezi ya maneno mabaya sana. Afu na pia kwenye si kwamba miundombinu, kwamba sina kamera, sina simu, hapana. Yaani hata kama na jirani azime, kama kule na nia, atafika sehemu anapotaka kwenda. Wewe unampenda sana Ronaldo na mara nyingi video unavyozifanya zinamhusu yeye zaidi. Naona sasa hivi kwenye video zako zingine umeweza kumtengeneza Messi mtoto. Nini kinatokea? Kiuhalisia mimi ni shabiki wa Ronaldo. Ila watu ambao fanya nao kazi tumetofautiana. Kuna Messi na kuna Ronaldo. Kwa hiyo ili kubalance mzani, lazima kuwe kuna mtu ambaye atashika ile character. Lakini mara nyingi sana dogo Messi huwa anatisha. Anatisha sana, Sawa, tutakuja kuangazia hasa masuala ya management katika mambo haya ya utengenezaji wa maudhui mtandao na umuhimu wake pia, kwa sababu kila kitu kinahitaji namna ya kusimamiwa. Na hebu tupate kutazama ama kuona moja kati ya videos ambazo Zero Brainer amezitengeneza. Mjazo mpira katika nafasi. Hapana shaka mwamuzi Jean-Jacques Ngabo Ndala anafanya mawasiliano na chumba cha VAR ili kujua kama ni bao halali lina stand ama kwamba hayakustahili kuwa mabao. Leo ndani ya Aman Complex itakuwaje? Jean-Jacques Ngabo Ndala, nini kilitokea? Amekwenda katika screen ile Jean-Jacques Ngabo Ndala. Ulipigwa mpira ambao kimsingi ilionekana Kibu Denis kama anauingilia mchezo.
anauingilia, lakini mwamuzi Jean-Jacques Ngavo Ndala atakuja kuiamua. Oscarin Masuluke naye aliufuata mpira katika direct. Mambo ya VAR hayo. Unapojitazama baada ya kurekodi unajionaje? Yani nini kinakuja kwenye akili yako? Yani kabla ya kurekodi yani kabla ya kurekodi huwa najiona ni mtu ambaye siwezi kufanya upuuzi kama ule. Yani inakuwaje? Yani kwa mfano yani labda niwe kwa mfano kuna zile scene ambazo Messi anaonekana, mimi sionekane. Sasa zile nikikaa nje mwenyewe kimwangalia nisema hivi kule wanakili timamu. Wala jitofahamu kiasi hicho, ila nikiwa nishavaa husika najiona mwenyewe kwamba mimi nitakuwa nifanye kitu hicho hapa. Ila pale napokuwa naangalia zile video zangu kuna sometimes mwenyewe nasema kweli haya bwana je tufanye, ila kiwalisia zinafurahisha sana kwa upande wangu mimi. Sasa sijui kwa wengine wanaofuatilia, ila kwangu mimi bwana inanifurahisha sana sana. Kwenye uandaji wako wa maudhui una timu inayokusimamia ukiacha tu wale ambao mnakuwa wote pamoja wakati wa kutengeneza maudhui? Timu ni kubwa sana ya sababu nashukuru nimepata watu ambao ni sahihi sana kwenye tasnia yangu, kwa maana wapo wengi ambao kwa hawaamini kwamba ninachokifanya kina umuhimu gani au kina nafasi gani, lakini katika watu ambao niko nao ni watu ambao wote wana futures, unajua watu wana maono, wote wanaamini ninachokifanya. Kwa hiyo kuna sehemu ambazo kama kwa management yangu kuna manager ambaye anahusika sana na mambo ya masoko na mwingine anahusika na designing. Usione zile picha za postiwa zimeeditiwa vizuri hivi, tuna graphic designer ambaye ni Hassan. Alafu na pia manager yangu ambaye ni Frankie, alafu na mtoa ushauri kwenye content ya kuna content tunaziona tunasema kwamba jamani ni bunifu, ila kuna watu ambao pia wanashauri kwamba kwa nini usifanye kitu fulani kwenye content yako ambao anaitwa Fred. Kwa hiyo ni watu ambao kiukweli watu sahihi sana kwangu. Sawa, kwa hivyo ni watu ambao unajivunia kwenye mafanikio yako kama mtengeneza maudhui. Sure. Sawa. Na sasa tuangazie kubwa ambalo limetufanya tukuite wewe tuje tuzungumze ni kwa namna gani sasa jamii inaweza kunufaika na mitandao ya kijamii? Kwa dunia sasa hivi mambo yanabadilika sana. Sasa hivi ukiangalia hata kwa asilimia kubwa ya watu sasa hivi yani unakuta mtu hana professional, yani professional yake sio kwamba labda unajua kuna ile mtu anatakiwa awe doctor, mwingine anatakiwa awe engineer, mwingine anatakiwa hapana. Kuna namna ambavyo Mungu amekupa kipaji inabidi kufanya kitumie. Sasa hicho kipaji unakitumiaje? Sasa hivi imekuja fursa ya mtandao. Unajua kwa mfano kama unaweza mtu kama una kipaji chako, unaweza kuweka content yako ukaiposti labda Instagram au TikTok. Ile content ambayo umeposti umetazama watu wengi sana. Huenda kuna watu ambao kwa sababu kama kwa mfano labda kuna watu ambao wako sehemu yenye vita huko. Umeshaona watu ambao yani wapo sehemu ambayo ina shida, hana amani. Ila the way ambavyo unakuwa unafurahisha kuna namna fulani unasema bila wakifurahi, kuna watu ambao wakavutiwa na wewe, wengine wanataka kukupa madeals. Umeshaona wengine pia kama baraka kwako, alafu na kingine pia yani nafasi zipo nyingi sana za kufanya kwenye mtandao. Kwa tuke kubwa kwenye mtandao, yani Watanzania watakuwa watambue ile swala mapema kwamba mtandao unalipa. Lakini kuna namna ambavyo mitandao pia sasa hivi inatishia kuondoa hata huo utu wenyewe wa Mtanzania. Hapo ni swala sana hiyo sana swala la kuombea. Umeshaona ile swala ambalo kwanza elimu pia nitakuwa itolewe elimu fasaha kuhusiana na mtandao. Sababu kuna watu ambao wapo kwenye mtandao kwa ajili ya kujitafuta. Na yani kutafuta maisha, kujipusha na umaskini, na kuna ambao kwenye mtandao kwa ajili ya kupotosha. Kwa maana kwamba kuna namna ambavyo kabla hizo content hazijaenda kuna taratibu maalum. Unajua? Sababu kuna watu ambao wanatumia mtandao vibaya kama kuweka jamii ikae kwenye mambo yani ikae kwenye hali ambayo sio ya amani Sababu ukiangalia kama mtandao wa TikTok, mtandao wa TikTok ni kwa sehemu watu wengi sana
wanaposti afu hawajui TikTok kuna faida gani, unajua ile. Kwa hiyo the way jinsi ambavyo wanaposti kishaona kwamba hapa mimi hapa siwezi kupata chochote kile. Kwa hiyo unakuta wengine wanaamua sasa kuposti upuuzi ambao unaweza ukapelekea mambo ambayo hayafai. Au kingine pia ni trending. Unajua mtu mwingine anaweza kufanya jambo ili atrendi tu, sasa ile pale inakuwa sio nzuri kwa hiyo. Mwendelezo wa haya unaoyafanya unauona wapi? Kuna watu ambao walianza vizuri sana na baada ya mafanikio wakajikuta wako juu, lakini kwa kadri siku zilivyokuwa zinakwenda, umaarufu tena unaitwa kulewa umaarufu, kuna kulewa umaarufu, kuna namna sasa unaanza kujiona yani nyingi na vitu kama hivyo. Kwako hili mafanikio unayachukulia katika namna gani kukubeba, kukupeleka mbele zaidi? Yeah. Kwanza nashukuru Mungu maana amenipa upeo, amenipa nafasi ya kujitambua kwanza. Alafu na kingine naomba sana Mungu mambo kama hayo yasinikute, kwa maana mimi kama mimi binafsi nalenga sana mafanikio ya mbeleni zaidi. Nalenga sana targeti za kule. Alafu na pia kingine ni kupata, unajua kuna ile elimu ambayo inatolewa kwa kama management. Umeshaona management ni watu ambao wanaweza kushape kwamba jinsi gani ya kuishi kwenye jamii na jinsi gani ya kutengeneza future yako vizuri. Kwa hiyo the way ambavyo unakuwa upo kwenye sehemu kama hiyo, kwa sasa inategemea na management yako jinsi ilivyo, afu na pia na unalenga nini zaidi. Kwa maana si hujalenga kufanikiwa leo wala kesho, tunataka tuwe na maisha ambayo ni maendelevu, maana watu ambao wametuzunguka ni wengi. Kiangalia ile timu nzima panda kote ufanikiwe na mimi ndo nifanikiwe. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba nimepata gari tunaridhika, tupata kifaa tunaridhika, hapana. Kati ya taarifa zetu ambazo umekuwepo muda mrefu na umefuatilia pia ni ukatili ambao umetokea kule mkoani Pwani, mtoto kukatwa sehemu zake za siri na ndugu yake wa karibu, yake ni baba yake mdogo. Wewe ni msanii mkubwa, kioo cha jamii, una nini ambacho unaweza kukisema? Cha msingi na kikubwa ni kuiombea nchi yetu kwanza, kwa maana kufika hatua kama hii ni hatua mbaya sana. Yani hatua ya huo ni ukatili. Yani ukatili ambao ni hatua ambao sio nzuri kiuhalisia. Kwa hiyo yani tupendane, yani mambo kama hayo sio sahihi. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa kujumuika nasi leo. Bila shaka watazamaji wetu wamevuna vitu vingi sana vya kujivunia, lakini wale ambao wanakufuatilia kwa sasa na kukutazama, waachie neno moja la mwisho leo Jumapili, lakini katika manufaa yao ya utumiaji wa hii mitandao. Kasimama bila shaka. Kwanza mimi nawapenda sana mashabiki zangu, afu na pia niwaambie kwamba usikubali mtu kuambia hapana. Cha msingi wewe ukiwa na ndoto zako, focus kwenye mambo yako unayofanya, afu na pia jitume ile kweli yani. Basi, hebu shangilia tuone. Nataka nifanye hivyo. Basi, ngoja nivute hii kwanza. Kwa maana nikiruka hapa sasa nikatoboa. Alo. Hii hapo hii. Asante sana. Ni Zero Brainer, majina lake halisi Fanuel Masamaki, ni mtengeneza maudhui ya mitandao na anatajwa kwamba kati ya Watanzania wenye wafuasi wengi sana Afrika Mashariki, hasa upande wa TikTok, akifuatiliwa na watu milioni 14.7. Ni watu wengi sana. Hiyo ni TikTok, lakini Instagram mambo yake yako vizuri kabisa. Unaweza kutembelea kwenye page yake ukafurahi, kwa sababu unapotazama unafurahi sana namna ambavyo mambo yamekuwa yametengenezwa huko. Zero Brainer ukiandika hivyo tu unamkuta, unaweza kuenjoy, vijana wanasema.